Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Radio Maria Tanzania, naitwa Padre Bonaventure Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. Nafanya utume wangu katika chuo cha Mtakatifu Yosefu hapa Salzburg, Austria. Dominika katika oktava ya Noeli, mama kanisa anaadhimisha sikukuu ya familia takatifu. Ni familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu. Utakatifu wa familia hii hautokani na kwamba familia hii ilikuwa kamilifu, la hasha. Ni takatifu kwanza kabisa kwa sababu Yesu aliye mtakatifu, Mungu alitoa mwili, akakaa katika familia, akatunzwa, akalelewa, akalindwa na kupata matunzo yote ya kiutu na kifadhila katika familia hii ya Maria na Yosefu, na hivyo akaingia katika historia ya wanadamu na kuishi katika familia hii. Lakini pili, familia hii ni takatifu kwa sababu waliishi maisha ya fadhila zote za kimungu. Walipitia changamoto mbalimbali, walipitia hali ya ukimbizi, walipitia dhiki, walipitia mateso, hata zaidi kuliko familia zetu ambazo tunaweza kuziongelea kwa sasa. Lakini katika hayo yote Mwenyezi Mungu alikuwa katikati yao. Walisikia sauti ya Mungu, wakaitii, na hivyo wakaweza kupitia katika nyakati hizi ngumu wakiwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Tunapoadhimisha sikukuu hii ya familia takatifu, sisi nasi tunaalikwa kwanza kabisa kutambua kwamba utakatifu wa familia zetu unategemea uwepo wa Mungu katikati yetu. Mwenyezi Mungu anapokuwa katikati yetu, tunaweza kupokea mapenzi ya Mungu kwa utii, kwa uvumilivu, kwa unyenyekevu, kwa utulivu, na hivyo kuyatenda kadiri ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia Mwenyezi Mungu anapokuwa katikati yetu, tunaweza kutatua changamoto mbalimbali tunazokutana nazo. Tunaona namna Maria na Yosefu walivyoweza kutatua changamoto mbalimbali walizokuwa wanazipitia katika safari ya maisha na makuzi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo na sisi changamoto mbalimbali tunazopitia katika familia zetu tunaweza kuzitatua iwapo tutamtanguliza Mwenyezi Mungu kama kiongozi, kama mwalimu katika familia zetu. Kristo akiwa katikati yetu, tutambua wajibu wetu kwa familia zetu, wajibu wa kimaadili, wajibu wa kiimani, wajibu wa kutekeleza kwa haki, kwa upendo na kwa huruma, vile kama familia takatifu ilivyotenda. Mwenyezi Mungu anapokuwa katikati yetu, tunaweza pia kupokeana katika madhaifu yetu na mazuri yetu pia. Tutaweza kuvumiliana katika nyakati zote, na hivyo familia zetu zikawa kweli kitalu cha upendo, furaha, uvumilivu, sadaka, wema na fadhila zote za kimungu. Bikira Maria na Yosefu walipokea zawadi ya maisha, walipokea zawadi ya uhai, wakamtunza kwa gharama yoyote mtoto Yesu. Tunaona namna walivyokimbilia Misri katika walipokimbia kumlinda mtoto Yesu wakati Herode alipotaka kumwangamiza. Lakini tunaona pia namna walivyotekeleza wajibu wao katika maisha yote na safari yote ya maisha ya Kristo. Sisi nasi tunaalikwa kupokea zawadi ya maisha, zawadi ya wito wa kuwa wazazi katika familia na kutunza kweli zawadi hii ya uhai. Tunaishi katika ulimwengu ambapo utoaji wa mimba na uharibifu wa zawadi ya maisha umekuwa vitu vya kawaida. Tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kupokea zawadi ya uhai kutoka kwa Mungu na kuilinda na kuitunza. Lakini siku ya leo pia tunapata nafasi ya kuziombea familia zote ambazo zina machafuko. Zipo familia nyingi ambazo zimevurugika, zimetengana, wazazi hawaishi tena pamoja, hakuna amani, hakuna upendo. Tuziombee familia zote ili basi ziweze kuishi kwa amani, kwa upendo na kwa kuvumiliana pia. Bikira Maria, malkia wa familia, na familia hii takatifu kwa ujumla ituombee na iziombee familia zote ziweze kuwa kweli kitalu cha amani. Nawatakia nyote sikukuu njema ya familia takatifu. Mwenyezi Mungu atubariki, abariki familia zetu. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.